السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف وفقه الله: الباب الثاني، مlango wa pili, fiqhu al-ibadat, fiqhi ya ibada. أولا الطهارة، طهارة. أولا الطهارة وأنواعها. mwanzo kabisa tutaona tahara na aina zake. Namba moja, taharatun batinatun ma'nawiyya, tahara iliyo ndani ya kimaana, tahara iliyojificha kimaana. Wa yuqsadu biha, na inakusudiwa taharatun batinatun ma'nawiyya, inakusudiwa tathhirul qalbi, kutahirisha moyo. Mtu ambaye moyo wake ni tahara huwezi kumjua kwa kumtizama tu hivi. Kwa hiyo tahara kwanza kabisa ni tahara batinatun ma'nawiyya, tahara iliyojificha kimaana, yani iko kwa maana ya utahara ambao ni tahara ya kutaharisha moyo, min kulli su'in, kutaharisha moyo na kila jambo baya na ovu lisilofaa. Kwa hiyo mtu ambaye moyo wake hauna au haufikirii mabaya maovu, mtu huyo anakuwa tahara. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema at-tuhuru shatrul imani, tahara ni nusu ya imani. Wengine wakasema maksudio, wanachuoni sasa wanachambua sema maksudio kwamba ni udhu ni nusu ya swala, ndio maana yake. Wengine wakasema inakusudiwa utahara wa moyo, nusu ya mtu kuwa na imani, kwa sababu moyo wake ni tahara. Kwa hiyo kujitaharisha moyo kutokana na machafu kashirki, kama ushirikina, kwamba mtu mashallah lillahi alhamdu, unamuona mwema sana mtu, lakini bado anaamini shirki, anaamini ushirikina unanufaisha, unadhuru, anaamini ili ufanikiwe lazima upite katika njia za kishirikina. Ni mtu anaamini ushirikina, taban. Haya ni mambo, ni siri ya mtu na moyo wake, siri ya mtu na moyo wake. Mtu anaweza kukubali madhaifu mengi kwamba ni kweli bwana, mimi nilifanya, lakini ushirikina akasema mimi si mshirikina, kwa sababu anafanya yeye na moyo wake, yeye mwenyewe. Taondoka, atasafiri, ataenda huko, kumbe ndo anaenda kumalizana katika njia za kishirikina. Kamuona, mnachukulia kwamba mtu huyu ni mtu safi, hana neno, ni mwema, mcha Mungu, lakini moyo wake una uchafu wa ushirikina. Allah atuepushe na moyo huo. Lakini pia kuna uchafu wa hasad, hasad, tamanni zawali ni'ma anil ghairi, kutamani neema imuondokee mtu mwingine, kwamba mtu mwingine anachukia sana maendeleo ya mtu. Hili ni gonjwa baya ambalo limedabba qaumu, limeenea kwa watu, tashara, limeenea sana gonjwa hili, gonjwa la husda, kwamba mtu anachukizwa sana na maendeleo ya mtu. Kwa nini huyu mtu haugui? Kwa nini haporomoki kipato? Kwa nini ana kazi mtu huyu? Kwa nini anaishi huyu vizuri tu, haulii, halalamiki? Inakuwaje? Mtu anaumia kweli kweli. Hayo yote ni magonjwa yanayokumba moyo. Mtu anaumia katika moyo, nazungumza naye anakuchekea, bwana vipi habari yako bwana, kwema bwana, alhamdulillah bwana, kumbe alhamdulillah inatoka mdomoni tu, moyoni anaumia kweli kweli. Haya ni magonjwa ya moyo. Tahara, mtu atakiwa ajitaharishe na magonjwa hayo. Walghilli, vifundo na chuki, fundo na chuki
kwamba mtu anakuwa na chuki bugdha kweli kweli, yani akifikiria mtu fulani hata akitajwa mbele yake ishmaiz, anajisikia kinyaa, taka asikie tu mtu kapata ajali, kafa, fanyaje, yani fundo vile vimekuwa vikubwa sana. Waria kadhalika, ugonjwa katika magonjwa makali yanayokumba moyo, ria, kujionyesha. Mtu hataki kufanya mpaka aonekane, au ameshafanya ajulikane kwamba yeye ndio aliyefanya kitu kadha. Bila yeye ngetembea uchi, bila yeye singekula hii. Hata kwa familia yako haifai kwamba kuwasimanga kila siku, mimi nipigie magoti, bila mimi sio wewe. Wewe ni sababu tu, riziki za hawa zinapitia kwako, na ndio Allah tabaraka wa taala. Wewe kijana unaogopa maisha, Allah bado anakupa neema kutokana na wewe ulivyo, fikra atakupa kutokana na wewe ulivyo. Kioa mwenza wako, Allah anakuongezea riziki hiyo. Kipata watoto, mara umeishi na mtoto wa fulani hivi na hivi hivi na hivi, una watoto 9, basi riziki yako inakuja kadiri ile. Wewe ni asbabu ya hawa kuruzukiwa, ani riziki yao imekadiriwa ipitie kwako, lakini sio kwamba ndio uonyeshe kwamba nikija huko mje unipokee kweli tena mje nyote, so mimi ndio msababishaji, mimi ndio kila kitu hapo. Siku sipo hapo, nyewe mnadhalilika, mtakufa njaa. Hapana, kifa wewe watakuja wengine wanaofanya mazuri zaidi yako wewe, tena watafanya kusimanga kwamba yule baba aliondoka yule bahili kweli, yule hatupeleki hata swimming pool kuogelea, afadhali hata alivyokufa. Hakadha dunia. Kwa hiyo ria, mtu anaswali anapamba swala yake kwa sababu watu wanamuona, Allahu akbar, ataingurumisha kweli kweli, ataifanya ndefu kweli kweli, sida ndefu kweli kweli, rukuu ndefu kweli kweli, kwa sababu watu wanamtizama. Zaidi ibada, anaipamba ibada yake kwa sababu tu wanamwangalia na kumtizama watu. Haifai. Mtu anakuja piga miayo, swala ya usiku leo si mchezo, nimesimama nimeswali swala leo kuanzia saa 7 mpaka saa 9:30. Mimi ndo mkalala hapa, nimechoka kweli hapa, niacheni kwanza. Kafunga sunna, lazima watu wote wajue mimi bwana nimefunga sunna. Kasaidia sijui kitu gani huko, sijui vitu gani, lazima watu wajue fulani nimempa kitu kadha, msaidia mimi kitu kadha, kaja hapa kapita hapa bwana, alikuwa na haha kweli, mimi ndo nimemuokoa. Saa nyingine inaingia mpaka ile man wal adha katika msaada, yani mtu akimsaidia mtu alafu akikitangaza kile kitu inaingia katika man wal adha, yani halipi hata kidogo, ishabatilika hata ile sadaka. Kwa hiyo haya ni magonjwa yanayokumba moyo. Wal kibri, magonjwa ya moyo, watu watakiwa wajitaharishe kwanza na magonjwa hayo. Kiburi, dharau, yona mimi msomi sana, mimi shekhe sana, kuna shekhe zaidi yangu, kizungumza mimi asikohoe mtu, mimi nimesoma na degree nyingi bwana, mimi nimeishi nchi nyingi sana, nimetembea nusu ya dunia, nchi zote za nusu ya dunia, nimeenda huko wapi, nchi za wapi, nimetembea rote. Nibalaisha nini wewe hapa unyenjako hapa? Mimi nina pesa bwana, mimi uko wangu kama kibri, sawa, kuona kwamba mtu yeye bora zaidi kuliko watu wengine. Watu wengine wote tabaka la chini, mbuzi tu hao. Binadamu ni mimi nina hiki na gari kubwa, gari kali, gari ya pesa. Kibri ni magonjwa ambayo yanakumba moyo, miongoni mwayo kibri wa nifaq, na kadha unafiki, kudhihirisha tofauti na vile mtu anadhihirisha vizuri, anaficha kibaya. Dhihirisha Uislamu, ficha
unafiki, ukafiri anaoficha, au nifaq ndogo ile tahaddath, moyo wake egemea kwamba danganye tu hapa, mimi nasema uongo, lakini nakusudia kwamba waelewe kwamba ni ukweli. Haya ni magonjwa ambayo yanaukumba moyo, na magonjwa haya ndiyo taharatu batinatu ma'nawiyya, pale mtu akipambana na magonjwa haya katika kuyatoa. Magonjwa haya yanatolewa na mawaidha, magonjwa haya yanatolewa na qiraati al-Qur'ani. Magonjwa mabaya sana, mtu awe anasikiza mawaidha, mtu awe anasikiza Qur'ani, mtu awe anazingatia katika visa vya waliopita kabla yake. Kuna watu walikuwa na kibri, lakini wameishia wapi? Kuna watu walikuwa na vifundo, hasad, washirikina, lakini waliishia wapi? Ndio ugonjwa huu utakuwa. Kwa hiyo hii ni tahara maanawi, ni tahara ya kimaana. Tahara hii ina umuhimu sana, ina umuhimu mno. Allah atahirishe nyoyo zetu na unafiki na kibri na ria na ghilli na hasad na shirki na magonjwa mengine yote ya moyo. Athani, namba 2, taharatun dhahiratun hisiya, tahara ya wazi ya kihisia. Hasa mtu anajitaharisha kwa maji au kwa kitu kingine. Walmaqsud biha taharatu min alkhabath alnajasat, maksudio ni kujitaharisha kutokana na uchafu najis. Wataharatu min alhadath, na kujitaharisha kutokana na hadathi. Kuna tahara batina ma'nawiyya, kuna tahara dhahiratun hissiyya, tahara ya kimaana kama tahara hii tumesema ni tahara ya kutaharisha moyo. Alafu kuna tahara yenyewe sasa ya kihisia, kwamba hapa ninajitaharisha na hii niko tahara. Sawa sawa, maksudio ni kujitaharisha kutokana na khabath najisi, na kujitaharisha kutokana na hadath. Ufafanuzi: khabath yani kujitaharisha kutokana na khabath au najis, huwa shay'ul madiyun najis, ni kitu hasa kimaada ambacho ni cha najisi, mfano mkojo au kinyesi. Burazi aliposema bauli, haja ndogo, ghaid, burazi, haja kubwa au kinyesi. Kwa hiyo mtu akajitaharisha, kwa maana kimeingia katika nguo, sehemu, mwili, bwana hii ni kinyesi, basi mtu anajitaharisha kutokana na hicho kinyesi ambayo ni najisi. Lakini kuna ikatajwa hadath. Hadath ni hali inayomkuta mtu ambayo kwa hali hiyo mtu huyo anakuwa hayuko tahara. Minhu akbar, katika hiyo hadath kubwa, mfano alhaidhi wan nifasi, hedhi na nifasi, vitu havihitaji shar. Hedhi ni damu ya kimaumbile kutoka mwanamke aliyebaligh, sawa, mwanamke wa kibinadamu aliyebaligh, basi hali hii inamkuta kwa kila mwezi. Nifasi ni ile damu itokayo baada ya mwanamke kujifungua. Kwa hiyo hali hizi zinakuwa ni hadath, yani ikiwa hali hii inaendelea, mtu ikikata ile hali, basi anatakiwa ajitaharishe kunako hadathi kubwa. Haitotosha kujisafisha tu kule sehemu halafu akatawadha. Tutaona huyo atawajibika aoge ndio kujitaharisha kwake. Lakini minhu asghar, kuna hadathi ndogo, mithlu tabawuli wa tabarruzi. Mfano hizo hadathi ndogo, mfano wake ni kule kwenda haja ndogo na kwenda haja kubwa. Naelezea
Tumeona khabath ni kile kitu chenyewe. Khabath ni ule uchafu, ile najisi yenyewe. Kimwingia mtu atakiwa ajitaharisha. Hadath ni hali ile ya mtu kuwa hana tahara, lakini kilichomtoa tahara ni nini? Mfano ni haidh au nifasi au janaba. Huyu akiwa na hali ile anakuwa amepatwa na hadathi kubwa, lakini wakati huo akiwa kaenda kujisaidia haja ndogo au haja kubwa, atakuwa na hadathi ndogo, ambayo hadathi ndogo ile inatolewa tu kwa kutawadha huko wa kawaida. Hadathi kubwa mpaka kuoga, vitu muhimu. Sawa sawa. Qad jahila kathir minan nas, wengi katika watu vitu hivyo hawavijui. Shahadna biuyunina, tumeshuhudia kwa macho yetu kwamba mtu anatawadha kwanza, alafu ndo anaenda haja, akitoka anaenda kuswali. Sababu gani? Kakuta watu wengi wako kwenye foleni za kuingia chooni, wakaona kwa akili yake kwamba sasa natawadha kabisa ili kuingia huko moja kwa moja. Kwa watu wengi hawajui kwamba hata umefanya udhu, yani umekuwa na udhu sasa hivi dakika moja, baada ya dakika moja ukajisikia haja ndogo, kienda haja tayari udhu huna, unatakiwa utawadha. Kipande hiki kimeeleweka? Naam. At-taharatu min al-khabath takunu biizalati aini al-khabath, kujitaharisha na najisi ni kuondosha ile najisi yenyewe hasa ya aini al-khabath bilma'i, kwa maji utaondoa, au bi ayi muzilin akhara, au kitu chochote cha kuondoshea ile najisi, kitu kingine chochote. Najisi inaweza ikafikia hapa au kwenye mguu au kwenye mwili, utaondosha kwa maji. Kama ni sehemu ambayo sio ya maji na kuna vitu vya kuondolea, utatumia kile kitu ambacho watu wanakitumia kutokana na mazingira yao. Sisi najisi ikiingia kwenye msati tuwafanyaje? Najisi kama kinyesi ikiingia kwenye msati tuwafanyaje? Hatumwagi maji, maji kitasambaa kinyesi, tutafuta kutokana na vifutio. Sawa sawa. Alafu tukishafuta kuondosha ile ainu alhabath, ainu alkhabath, tutaweka sasa maji kwa kusugua. Sawa. Ikiwa najisi ya kojo, haja ndogo, tutamimina maji pale na tutahakikisha kwamba tumepakausha. Sawa sawa. Wakati huo sasa usati hilo ndio litakuwa liko sawa, kwa maana mtoto amekojoa hapo, tutamwagia maji, tutaangalia chini ya athari zile safi kabisa, safi, tukaushia vizuri. Alhamdulillah. Kwa anasema taharatu min al-khabath takunu biizalati aini al-khabath bilma'i au bi ayi muzilin akhar. Kujitaharisha na khabath, yani uchafu, najisi, unakuwa kwa kuondosha kile kiini cha hadath chenyewe kwa maji au kwa kitu chochote chenye kuondosha. Wataharatu min alhadath alakbar takunu bilghusli, na kujitaharisha na hadathi kubwa inakuwa kwa kuoga. Wa min alasghari takunu bilwudhu'i, na hadathi ndogo inaondoshwa kwa kutawadha. Wataharatu umuman, na tahara kwa ujumla wake, taani rafa alhadathi au alkhabath. Kwa hiyo tukisema tahara sasa, hii tahara dhahira hisia, maana yake umuman taani rafa alhadath, inamaanisha kuondosha na kuitoa hadath au alkhabath, au kuondosha najis na uchafu. Wa hiya shatru liman, na hii ni nusu, ni kipande cha iman. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khair.